Ni vigumu kuelewa, ni vigumu kukubali kwamba mtoto wetu ametuacha. Tulimpenda sana sisi, ambao tulikuwa tukimuona kwenye TikTok. Hatukumzoea yule kijana, tulikuwa tukimuona kwenye TikTok, na baba yake na mama yake walikuwa wakionyesha upendo wa ajabu pamoja na huyo mtoto. Na jana niliweza kuongea na baba mtoto, aliniambia kwamba wakati mtoto amekuja huku ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kuishi pamoja na mwanae, ndio. Kwa hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza na mara ya mwisho kumuona mwanae, na hiyo ni kwa sababu mwanamke anaishi Marekani na mwanaume anaishi hapa Sweden, ndio kwa maana wanaishi mbali, na inaumiza zaidi, na hatuwezi kuelezea uchungu ambao unatupata sisi. Kwa wale ambao hawajawahi kupoteza watoto hawawezi kuelewa, lakini kwa wale ambao wameshawahi kupoteza watoto wanaweza wakaelewa, hasa ikiwa ni mtoto wa kwanza ambaye unaanza kujifunza kumwelewa tabia na kutengeneza ukaribu naye. Lakini kuna sauti moja ambayo kila siku natuambia kwamba usiogope, maana mimi niko pamoja nawe. Na ni sauti ya Mungu. Sisi wote ambao tuko hapa tunaweza tukamwambia Sampeu pole, lakini anayeweza tia moyo zaidi, kumtresta zaidi ni Mungu, kwa sababu yeye ndiye anamjua.